Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwalimu, mimi nataka kuuliza, swali langu lipo hivi: kuna mwanamke na mwanamme, hawa kabla ya kuoana, mwanamme anapotoka ametoka na mtoto mmoja, na mwanamke anapotoka ametoka na mtoto mmoja. Ima mwanamke ni mtoto wa kike na mwanamme ni mtoto wa kiume. Hawa wamekutana, wamefunga ndoa. Baada ya kufunga ndoa, watoto wao wale wawili, mtoto wa mwanamme na mtoto wa mwanamke, wamependana. Je, inafaa kuolewa au kuoana? Na nani atakuwa walii katika hii ndoa? Katika jambo kama hili, je, Qur'ani limeliongeleaje na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam pia zimeongeaje? Na kwa maimamu wetu wanne, na wao wana msimamo gani kuhusiana na jambo hili? Barakallahu fikum. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Muulizaji ameuliza swali na akaanza na salamu. Sisi tunaitikia wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Anauliza kuhusiana kwamba wanandoa wawili wameoana, lakini kabla ya kuoana mume aliwahi kuoa huko, mke akapata mtoto, na huyo mke aliwahi kuolewa akapata mtoto. Baadaye huyo mume ambaye alikuwa amepata mtoto huko akaja kumuoa huyo mama ambaye alikuwa amepata mtoto. Swali anauliza, je, hawa watoto hawa ambao kila mmoja katika hawa wanandoa amempata kupitia upande mwingine, je, sheria inawaruhusu hawa kuoana? Yani hilo ndio swali ambalo muulizaji anauliza. Tunamjibu ndugu yetu huyu kwa akwali za wanachuoni. Wanachuoni wanasema yajuzu shar'an, inajuzu jambo hilo kisheria, libni zawji an yatazawaja bibnat zawjihi, inajuzu kisheria kwamba huyu mtoto wa mume kumuoa mtoto wa kike wa mke. Manake kwamba huyu mtoto wa kiume ambaye alikuwa mume amempata kwa mke mwingine, inajuzu kumuoa mtoto wa kike ambaye alikuwa wa mke ambaye huyu mke alimpata kwa mume mwingine. Ndio anasema kwamba yajuzu shar'an, jambo hilo linajuzu kisheria, libni zawji, kwa huyu mtoto wa kiume wa mume ambaye amempata kwa mke mwingine, ayatazawaja bibnati zawjatihi, kumuoa mtoto wa kike wa mke wake, kwa maana mtoto wa kike amepatikana kwa mume mwingine, na huyu anaitwa rabibatu liabihi, yani mtoto mlezi analelewa na baba yake. Manake ni mtoto mlezi analelewa na baba yake, na huyu anakuwa ni haramu kwa yule baba tu. Lakini baba ikiwa kwamba amepata mtoto mwingine kwa mke mwingine, basi mtoto huyu inakuwa ni halali kuweza kuolewa. Allati min ghairi abihi, mtoto wa kike ambaye hatokanani na baba yake, biijma'i alfuqaha'i, kwa makubaliano ya wanachuoni wote wa fiqhi, wanasema jambo hilo linajuzu. Haithu la tujadu qarabatu nasabi, kwa namna ambayo au kwa namna ambapo hapapatikani ukaribu wa nasabu, au radha'i, au ukaribu wa kunyonya, tuharimu hadha zawaj, ambao utakaoharamisha kuoa huku au utakaoharamisha ndoa hii. Ibnatu zawji tuaddu ajnabiyya, yani mtoto wa kike wa mke ambaye huyu mke amempata mtoto wa kike kwa mume mwingine, tuaddu ajnabiyya, anahesabika kwamba ni mwanamke wa kando, ani ibn zawji ummiha, kuhusiana na mtoto wa kiume wa mume wa mama yake. Kwa maana huyu mtoto wa kike ajue kwamba huyu mtoto wa kiume ambaye wa baba ambao alomuoa mama yake, basi anahesabika kwamba ni kando na anaweza kufanya nini, anaweza kumuoa. Wayasihu alaqdu alaiha, na inasihi kifungo cha ndoa ikiwa kwamba kitapitishwa baina ya mtoto huyu wa kiume, yani wa mume wa mama yake, na huyu binti ambaye mama yake ameolewa na huyu baba wa huyu mtoto, ambaye wote hawa
mume na mke watoto wao wamewapata kwa watu wengine, manake baba amempata mtoto wake kwa mke mwingine na mama amempata mtoto wake kwa mume mwingine. Inajuzu ndoa kwa hawa watoto hata lau dakhala al-abu bi ummiha, hata ikiwa kwamba baba alimuingilia mama yake, lianna tahrima yaktasiru ala al-abi faqat, kwa sababu haramu unafupilizika juu ya nani? Juu ya baba tu, kwa maana baba haitofaa kufanya nini? Kumuoa huyu binti, kwa sababu sheria haimruhusu, kwa sababu tayari amemwolea nani? Amemwolea mama yake. Na ukisoma Qur'ani katika wale ambao walikuwa wametajwa kuwa ni haramu ala rijal, Allah subhanahu wa ta'ala amesema katika suratul Nisa aya nambari 23, Allah anasema hurrimat alaykum ummahatukum, kwa hakika pameharamishwa juu yenu mama zenu, wa banatukum, na watoto zenu wa kike, wa akhawatukum, na madada zenu, wa ammatukum. Kiswahili tunaposema halo ina maana kwamba ni mama wadogo, lakini wa ammatukum, na vile vile shangazi zenu, kwa maana wale wanawake ambao wapande wa baba, wa khalatukum, na mahalo zenu, mama zenu wadogo, wa banatil akhi, na vile vile watoto wa kike wa ndugu, wa banatul ukhti, na watoto wa kike vile vile wa dada, wa ummahatukum allati ardha'nakum, na vile vile wale mama zenu ambao walikuwa wamekunyonyesheni nyinyi, wa akhawatukum min ar-radha'a, na wale ndugu zenu ambao walikuwa mmenyonya ziwa moja, wa ummahatu nisaikum, na mama wa wake zenu, wa rabaibukum allati fi hujurikum, na wale watoto wa kike ambao walikuwa wapo katika malezi yenu, min nisaikum, kupitia wake zenu, allati dakhaltum bihinna, ambao nyinyi tayari mmekwisha kuingilia hao, kwa maana waume kwa wao si halali. Wale watoto wa kike wa huyu mke ambaye alikuwa ameolewa sehemu nyingine akapata watoto wa kike, akesha huyu mwanamke akaja kuolewa na huyu mume atakaye kuja kumuoa mara pili, hawa watoto wa kike wa huyu mke kwake yeye inakuwa ni haramu, kwa sababu wameharamishwa kwa mujibu wa Qur'ani ambavyo inavyotuelekeza. Fa illam takunu dakhaltum bihinna, ikiwa kwamba hamkuwa ni wenye kuingilia hao mama zao, fala junaha alaikum, wala hakuna ubaya kwenu nyinyi katika jambo la kufanya nini? Katika jambo la kuoa, katika jambo la kuoa. Kwa hiyo ni jambo ambalo lilokuwa kwamba Waislamu wanatakana alifahamu. Na aya ikaendelea, wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum, na wale wake wa watoto wenu wa kiume, alladhina min aslabikum, ambao wametoka katika migongo yenu, wa antajma'u baina al-ukhtaini illa ma qad salaf, na kukusanya baina madada mawili isipokuwa yale ambao walikuwa wamepita katika zama za kijahilia, kwamba Allah amekwisha kuwasamehe. Inna Allaha kana ghafurar rahima, hakika Allah amekuwa ni msamehevu tena ni mrehemevu. Na aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, wa akhawatukum min ar-radha'a, na wale ndugu zenu ambao mliokuwa kwamba udugu umepatikana kutokana na kunyonya, maana yake kwamba wale dada zenu ambao mliokuwa kwamba wamepatikana katika jambo la kufanya nini? Katika jambo la kunyonya. Kwa hiyo ni jambo ambalo lilokuwa pia hao ni haramu kwenu nyinyi, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wa uhilla lakum ma waraa dhalikum, na pamehalalishwa kwenu nyinyi wale ambao walikuwa kinyume na hao. Kwa hiyo aya imekuja kutaja wale ambao walikuwa ni haramu wanaume kuwaoa, lakini vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akaonyesha kwamba wale ambao walikuwa kinyume na hao basi ni halali kufanya nini? Kuwaoa. Kisha wakasema wanachuoni, au amma binisbati libni zawji, ama kwa mnasaba wa yule mtoto wa mume kumuoa binti wa mke ambaye alikuwa ameolewa na baba yake, laysat min almuharramat, jambo hilo si katika wale ambao walikuwa wameharamishwa, ala ibn zawji ummiha, juu ya yule mtoto wa mume wa mama yake. Fayajuzu lahu, basi najuzu kwake yeye, an yatazawajaha min ghairi harajin, kumuoa binti huyo pasi na uzito wote. Waqad su'ilat al-lajnatu daima, na kwa hakika waliulizwa al-lajnatu daima ani zawaji bibnati zawji al-abi, faajabati
wamejibu Al-Lajnatu Daima wakati walipoulizwa kuhusiana na ndoa ya mtoto wa kike kuolewa wa mke wa baba, ambaye huyo mtoto wa kike huyu mke hakumpata kwa baba huyo, bali amempata kwa mume mwingine. Wakasema Al-Lajnatu Daima katika jawabu yao wakasema, yajuzu lilwaladi almadhkur, inajuzu kwa mtoto ambaye alikuwa ametajwa katika swali, ayatazawaja bilbinti almadhkura, kumuoa yule binti ambaye alikuwa ametajwa, wa in kana abuhu qad tazawaja bi ummiha, hata ikiwa baba yake amemuoa nani? Amemuoa mama yake. Qala Allah ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, wa uhilla lakum ma waraa dhalikum, na pamehalalishwa kwenu nyinyi kinyume cha hawa ambao walikuwa wametajwa kwenu nyinyi. Kwa hiyo ni halali huyu mtoto wa mume kumuoa mtoto wa mke, lakini hawa watoto wao kila mmoja amempata upande mwingine. Walaysatil bintu almadhkura min almuharramati almansusu alayha fil aya, na wala hakuwa huyu binti ambaye alikuwa ametajwa ni katika wale ambao walikuwa wameharamishwa, ambao wameelezewa juu yake na aya ya Qur'ani. Wala fi shay'in min as-sunna, wala hakuna chochote katika sunna ambacho kimeelezea kuhusiana na uharamu. Kwa hiyo kwa mujibu wa swali inafaa kwamba huyu mtoto wa mume wa kiume ambaye mume amempata kwa mke mwingine, na huyu mume akamuoa mwanamke, na huyu mwanamke kabla kumuoa yeye huko ambako alikuolewa alipata binti wa kike. Kwa hiyo watoto wao wakaoana, jambo hilo linafaa kwa mujibu wa sheria ya Uislamu. Kwa hiyo kwa mnasaba wa swali hilo tunamjibu ndugu yetu huyu kwamba inafaa na wala hakuna ubaya wote. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamihi atufahamishe dini yake na aturuzuku kuifanyia kazi. Innahu waliyun dhalika wal qadiru alayhi. Allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina albatila albatila warzuqna ijtinaba. Subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira, wallahu a'lam.